Mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you, Yahweh, Yahweh. Come and do what only you can do. Mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you, Yahweh, Yahweh. Come and do what only you can do. Oh, hai umenipa baraka, umenipa niseme nini Baba, bali ninashukuru. Niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, bali ninashukuru. Oh, maisha tele tele, niseme nini Baba, niseme nini Bwana, bali ninashukuru. Niseme nini Oh, Jehova, niseme nini mbele zako niseme nini Bwana, ninakushukuru Jehova, niseme nini Bwana, bali ninashukuru. Niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, bali ninashukuru. Niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, bali ninashukuru. Enda tumbeleza Bwana kumshukuru siku ya leo kwa nafasi hii ambayo kupatia nafasi ya kipekee Bwana siku ya leo, nafasi ambayo Bwana ametujalia kuona siku ya leo. Ewe mtakatifu Mungu Muumba mbingu na nchi, katika jina la Kristo tunakuabudu na Bwana umetawala. Hakuna kama wewe Bwana mbinguni, tunakutafakari umbali umetoa mpaka tumefika Jehova, ukainuliwe Bwana, ukapenda sifa kwa sababu wewe ni Mungu na kuna Mungu mwingine kama wewe. Asante kwa sababu Jehova unastahili sifa na kuabudiwa. Asante Baba, asante Yesu, asante Mtakatifu Israeli. Ni kwa sababu Jehova Mtakatifu Israeli umekuwa Mungu mwaminifu kwa wiki nzima tumekuona katika shughuli, katika ibada. Hata leo tujalie kuona siku ya leo Bwana. Asante kwa nchi ya Kenya. Asante Jehova kwa kanisa lako. Asante kwa mitume na Bwana manabii. Asante kwa walimu na wachungaji. Asante kwa Yesu, asante kwa wazee. Asante kwa ibada kama inafanyika Bwana. Ni chini ya jua Bwana. Asante Bwana Mungu mwenyeshikilia. Umetulinda kwa kiasi kwa mchango. Ninaonyesha moyo Bwana. Ukatokoze, ukaabudiwe, ukapenda sifa Bwana. Maana kuna Mungu mwingine kama wewe. Tunakuinua asubuhi ya siku leo. Hapo kuja mbele zako. Kwa sababu kama nataka kuabudiwa. Ukashika masaya, ukashika asubuhi ya siku leo. Ukashika masaya ya siku leo Bwana. Ukatunachoja kwa Bwana. Maana kuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Asante kwa sifa. Hakuna kuabudiwa. Mtakatifu Baba mwenye uwezo na mamlaka, katika jina la Yesu Kristo tuko mbele zako asubuhi ya siku leo, tarehe ya siku leo Bwana wa mbinguni, ambaye Bwana wa mbinguni umeweza kugharamika tarehe 21 mwezi wa 6 kutufikisha katika nyumba yako Bwana. Tunapoangalia nyuma Bwana wa mbinguni, tunaweza Jehova kusema hapa tumesema tumefika ni Ebeneza. Maana Jehova umeweza kutupeleka mbali, umetulinda, umetushikilia, umetuleta mahali pa Bwana. Neema yako imetosha, baraka zako zimetosha, pamoja Jehova na ulinzi wako Bwana. Asante kwa kanisa lako, asante kwa kila mmoja wetu Bwana. Asante kwa nchi ya Kenya Baba yangu, asante kwa viongozi wetu Baba yangu. Asante kwa sababu Bwana wa mbinguni, katika hali hizi ambazo Bwana wa mbinguni ulimwengu tumepitia Bwana, mkono wako tumeuhisi, umetushikilia Bwana. Ukainuliwa ukapenda sivyo Bwana. Maana Jehova ni upendo wa ajabu. Tunapokutanika siku leo, asubuhi siku leo,
ni wiki nzima Jehova Baba, ni siku 7 ambao Bwana Mungu tumepita katika Jehova njia katika shughuli za kila siku Bwana. Umetulinda, umetulisha, umetunywesha, umetuponya Bwana wa mbinguni. Pokea sifa na pokea tukufu Bwana. Hapo kutanika mara nyingine siku leo Bwana, tunakushukuru kwa vipawa na karama na nafasi ya ajabu umetupatia kutumikia Bwana. Asante kwa neema masaa Bwana, tukiinua ibada hii, tukiinua madhabahu haya Bwana, na tukiinua ibada kote duniani na madhabahu zote watumishi wako wamesimama Bwana, ili Jehova kukutukuza na kutumikia Bwana. Wacha Bwana ukajitwalie sifa hizi zote ni zako Bwana, maana hakika Jehova umetenda hayo yote Bwana. Uinuliwe ukapenda sio Bwana, tunapokaribisha katika ibada hii Bwana, ukae mwalimu, ukae mhubiri, ukatuelekeze, ukazungumze pamoja nasi Bwana. Tunapoenda kufikia Bwana ni watu ulimwengu wote kupitia kwa njia za mitandao. Shuka Jehova ukazungumze nasi. Shuka Jehova kazungumza na wao. Shuka Jehova kahudumu Jehova. Roho wako Mtakatifu akajae marehemu Bwana. Uwepo wako na nguvu zako zikajae marehemu Bwana. Ukashuka na ufunuo wa ajabu. Zungumzia mama huyu, zungumzia mzee huyu, kijana hata na mtoto. Zungumzia na kizazi hiki Bwana. Lete neno ambalo litaleta ushindi Bwana. Maana katika ulimwengu huu Bwana, ujapo Jehova nyamaza. Sisi Jehova tujitendea Bwana. Lakini asubuhi ya siku leo tunatambua na kujua kwamba kuna na mpango kuzungumza pamoja nasi Bwana. Shuka sasa kuzungumza pamoja nasi Bwana. Ni asante kwa sababu hakuna Mungu mwingine kama yeye. Na kuinua kuanzia mwanzo mpaka hapa tumefika Bwana. Na kuinua watumishi wako hawa waibaji pamoja Jehova Baba na watu Jehova wa India ambao tuko nao mahali kwa Jehova sababu ya kufanya kazi yako Bwana. Wache upako wako madufu kashuka juu yao Bwana. Na upendelea Jehova nami ukanitumie kama chombo chako kwa utukufu wa jina lako Bwana. Atakayesikia Jehova ni neno lako, ni ujumbe huu Bwana, kamunguze katika njia ambayo si ya kawaida, ili Jehova sifa na utukufu zikulie kwa mbinguni. Na ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru hata na kuamini. Amen. Amen. Praise the Lord. Naweza kaa chini. Tafadhali. Praise the Lord. How are you doing? We established. Hakika ni asubuhi njema siku ya leo ambaye Bwana ametujalia sisi kuwa katika nyumba yake. Mahali hapa ni Holy Spirit Fellowship, kanisa ambalo linamwabudu Mungu katika roho na katika kweli. Tuko Bombolulu hapa tu opposite Loyal Petrol Station. Tuko mahali pale, tunapatikana mahali pale. Mimi nikiwa naitwa mchungaji Victor. Nataka tu niwakaribishe katika ibada ya siku ya leo. Unayetazama ama unatupata katika njia ya mitandao, tunakukaribisha na tunakupenda upendo wa Kristo. Katika ibada hii ambao Mungu ametuwezesha kukufikia, tunataka tushukuru Mungu kwa sababu hakika ni yeye ni neema na amegharimu mkono wake sisi kufikia mahali huko. Kwa hivyo nataka tu nikukaribishe na nikwambie kwamba tunakupenda upendo wa Kristo. Na kama vile nakwambia kwamba ili kanisa kama limekuwa baraka kwako katika njia hizi ambazo ni za mitandao, umekaribishwa. Namba zetu za simu unazipata katika pale YouTube, katika ile wall ya kanisa unatupata katika YouTube Holy Spirit Fellowship, unatupata katika Facebook, pia utapata page yetu, Twitter na njia zote za mitandao tunapatikana. Kwa hivyo nakukaribisha mahali upo kuwa umekaribishwa kuwa sehemu yetu, tufanye kazi ya Mungu pamoja. Kwa hivyo karibu, napoenda kuchukua kuanzia masaa haya kuendelea mpaka mahali Mungu atufikisha, ni kwa sababu ya ibada ya siku leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pia nimshukuru Mungu kwa sababu ya praise and worship team pamoja na media team ambao tuko na wao, ambao wanatumika vya ajabu ili kupeperusha na kutumika katika ibada hii. Mungu abariki na Mungu awatende mema. Acha Mungu wa mbinguni ambaye amewapa vipawa na karama na mmekubali kutumika, wacha yeye awaone na aweze kuwajalia katika njia isiyo ya kawaida. Basi siku leo nataka tu niendelee katika mahali tuliachia mahali pale Sunday tulikuwa ama for the last 4 Sundays, the last 3 Sundays, hii ikiwa ya 4, tumekuwa tunaongea habari ya imani, faith, the substance of the unseen, the evidence of the things that are hoped for, faith. Na tukaongea katika ile Sunday ya kwanza tuliongea habari ya faith
Pili tukaongea kwamba faith will outlive all challenges, na sana iliyopita tukaongea habari ya kinds of faith, all types of faith, ambao tuliweza kuongea habari ya tatu ambao ziko very common. Ya kwanza tukasema ni common sense knowledge type of faith, ambao ni unachokiona, unachokisikia, unachokiguza. Imani ambayo ilikuwa na Tomaso, imani ambayo ilikuwa na Israeli, ambao walikuwa wakiona shida tu wanaanza kulalamika na kunungunika na kutamani kurudi nyuma, na tukaona hiyo faith haiko na nafasi katika ufalme wa mbinguni. Type ya pili tukaona ni scripture revealed knowledge type of faith, mambo ambayo unayatambua, unayajua kutokana na ukweli, the biblical truths ambazo umesoma katika maandiko, na hapa ndipo neno la Mungu lina apply. Na tukaona hii faith wakati uko nao itakufanya mambo mengi, itakuhifadhi, itakupatia matumaini, itakuinua. Hiyo faith ilikuwa ni muhimu sana. Tukaona hiyo ni Daudi alikuwa anaoperate wakati anasema kwamba neno lako ni taa katika miguu yangu, ni taa katika njia yangu, ni taa katika miguu yangu, na ni mwangaza katika njia yangu. Anaongea habari ya faith. Tukaona ya mwisho tukasema ni violent faith, ambao ni yule mwanamke ambaye alikuwa ni mjane, ambaye alipigania vitu zake mpaka akapewa. Na tukasikia hiyo ndio imani ambayo Yesu Kristo anahitaji akija hapa duniani aipate. Na tukajua hii imani ndio imani ambayo inatakikana katika vita vya kiroho. Na sababu ya hiyo leo nataka niongee habari ya faith and spiritual warfare. Mahali tuliachia hapo ndo tunaanzia. The last type of faith ilikuwa violent faith, na tukasema hiyo ndio inakuwa applied katika spiritual warfare. Kwa hivyo leo Mungu naye ametaka azungumze nasi, kwa sababu Mkristo ama mtu yote ambao amemwamini Kristo, he who believes in Christ, he who has separated himself from the world, he or she is facing a harsh warfare from the spiritual. Naitwa spiritual warfare. Na hii spiritual warfare tunakoza kuielewa, tunakoza kujua kwamba Mkristo anapokiri Kristo amedeclare vita na shetani. Na shetani yeye halali, shetani yeye anapenda sana kupiga na kupigana katika vita zile ili ya kuweze. Lakini je, tulijua imani ni sehemu moja na ni silaha moja inayotumika katika vita vya kiroho? Bwana Yesu asifiwe sana. Jibu liko hapa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana, kwamba faith inatumika sana katika vita vya kiroho. Kwa hivyo Mkristo ambao hana imani, na Mkristo ambaye imani yake inapanda ikishuka, na Mkristo ambao imani yake ni common sense knowledge type of faith, mara nyingi huwa anafinyiliwa katika vita vya kiroho. Hakuna vita ameshinda, na mara nyingi amelalamika na amehisi kushindwa katika hii faith walk. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini yule ambaye ako katika ibada hii, I want just to encourage you, na nikwambia hata kama umehisi kushindwa katika hali hii ambayo imekuwa katika ulimwengu wote, Bwana Yesu asifiwe sana, kuna silaha moja ambao leo ukiishikilia, kuna silaha moja ambao leo ukiinuka nayo, kuna silaha moja ambao leo ukiegemea, hakika hizo vita ambazo umewekwa chini utaweza kuinuka na kuvishinda. Maana Mungu akona mpango mzuri. Hakuita ushinde, hakuita ufike katikati ushindwe, hakuita akaanzisha kazi njema ndani yako achie katikati. He is a faithful God. Maana kazi nzuri alianzisha ndani yako, yeye hana budi kuikamilisha, na dekamilisha kwa kitu kimoja kinaitwa the gift of faith. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo leo nataka niongee habari ya faith and spiritual warfare. Faith and spiritual warfare. Tutaanza kusoma habari ya spiritual warfare kwanza katika kitabu cha Ephesians
6 kuanzia 11 hadi 16. Taniwia radhi tunaosoma kwa Kiswahili. Nitaongea Kiswahili na Kizungu sababu ya wale wanaonifuata katika nchi za nje, na Mungu awabariki mahali wako. Ephesians 6:11 nafikisha pale 16. Waefeso mlango wa 6 kuanzia mstari pale wa 11 mpaka hadi 16. Tunasema, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki kifuani, na kufungiwa miguu utayari tupatao kwa ajili ya amani. Zaidi ya yote tukiitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Amen. I want to highlight verse number 16. Tunaambiwa kwamba tuweze kuzivaa silaha zote. Kwa nini? Paulo anatupatia silaha ambazo zafaa tuwe nazo katika ulimwengu wa rohoni. Maana anasema kushindana kwetu hatushindani na damu na nyama, bali tunashindana against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in heavenly places. Those are our spiritual enemies katika ranks. Those are spiritual enemies and they are in ranks. Anatuambia we should wear the full armor so that we can withstand the evil day. Right now dunia imetingishwa. Right now mambo ni mazito. Right now kila moja ameweza kulia. Moja hajapata kujua ni kwamba we have been in evil days. The evil one ameweza kushuka na akaweza kupropagate mambo zake ambazo ametaka ili ahangaishe kanisa, anihangaishe mimi na kuhangaishe wewe. So Paulo akawa anaongea habari ya kuvaa hii silaha, na anaposhuka chini mstari wa 16 anasema kwamba above all taking the shield of faith with which you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked one. The work of the shield, kazi ya ngao ni kukuzuia ili ule mshale ambao umerushwa kinyume na wewe usikupate. Ile silaha ambao imerushwa kwako uweze kuisimamisha kabla ya kuguza. Bwana Yesu asifiwe sana. That is what faith does. Imani ukiwa nayo itakuzuia kabla hiyo silaha haijakupata. Ile imani itaweza kushughulikia ile silaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi sisi tumejipata ndani ya shida ni kwa sababu hatuna imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tungelikuwa tuko na imani, imani inasimamia kitu kinaitwa ngao, shield. Bwana Yesu asifiwe sana. Inasimamia shield. Shield si nguo unayoivaa. Shield hampatani nayo. Shield unaiweka mbali na wewe. So akati silaha inarushwa, inagonga ile shield, inaanguka chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile ikianguka haikuguzi wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. I want to speak to someone today. Kwa nini tumekuwa na shida watu wa Mungu? Hatukujua kwamba tuko na silaha muhimu sana. Silaha ambayo itatuzuia. Silaha ambayo itaweza kuweka mishale ya shetani, mishale ya muovu, mishale ya adui mbali na sisi. Ndio Israeli itaachiliwa, lakini haitafaulu. Bwana Yesu asifiwe sana. Itakosa kufaulu, imeachiliwa kutokana kwa adui, imetoka katika mkono wa adui, imeachiliwa, imekulenga, lakini wewe haikuguzi kwa sababu ya imani. Bwana Yesu asifiwe sana.
sababu ya imani. Maandiko yanasema kwamba no weapon that has been fashioned against you shall prosper. But this word haijakuwa sehemu yetu. Isaya 54:17 haijakuwa sehemu yetu. This scripture has never been our portion. Why? Because hatujajua kwamba what will make that weapon not to prosper. The weapon will come out of the hand of the enemy. The weapon will be itaachiliwa, itaweza kulengwa, it will be directed unto us. But if we are faithless, Bwana Yesu asifiwe sana. If we are faithless, itatupata. Bwana Yesu asifiwe sana. But if we have faith, praise the Lord. If we have faith, hiyo silaha haitaweza kutupata. Itakuja ipate faith imetuzunguka. Faith itakuwa ni ngao yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. So faith, it is a vital weapon as far as spiritual warfare is concerned. Bwana Yesu asifiwe sana. So Paulo akawa anaongea hizi mambo, akawa anawaambia above all you should take the shield of faith with which you will be able to quench all the theory that's of the wicked one. Bwana Yesu asifiwe sana. Sometimes huko nyuma nitakuja kukufundisha vile hiyo shield ilikuwa inatengenezwa. These are the armor of a Roman soldier. Bila Roman soldier walikuwa na hizi silaha zote, walikuwa zinatengenezwa. So ile shield ilikuwa inatengenezwa kwamba katikati ya iron bar kulikuwa na maji na huko juu kulikuwa ni kama skin. Bwana asifiwe sana. It was like a skin. Kwa hivyo ule mshale wa ndui na mshale ilikuwa inawaka moto. Kwa hivyo mshale wa ndui kurusha ulikuwa unakuja unashikilia ile nini? Ile ngozi. Lakini katikati ya ngozi na ile chuma imewekwa upande huu kulikuwa na layer ya maji. Bwana asifiwe sana. So yale maji yanazima ile moto. Bwana Yesu asifiwe sana. So mishale inarushwa inakuja na inagonga kweli, lakini inakutana na ngozi, inakutana na maji, inazimwa kabla ya kupata wewe. Bwana asifiwe sana. I'll come to speak of that another day. But today I want to speak about faith and warfare. Bwana Yesu asifiwe sana. Now, tukijua hivyo, utaweza kujua kwamba hii faith, kwa sababu ni one of the spiritual armor ambayo tafaa tuvae. Mbingu zenyewe, Yesu mwenyewe, hata yeye akiwa kiti cha enzi, Bwana asifiwe sana, ama wakati alikuwa hapa duniani, kuna siku moja shetani alitamani alitamani Pita na akatamani wanafunzi wa Yesu ili aweze kuwabebeta kama nini? Kama ngano. Bwana asifiwe sana. Na maandiko yanasema kwamba Yesu hakumkemea shetani. Bwana asifiwe sana. Yesu hakusimama mbele za wanafunzi wake ndio shetani kuzana na yeye. Bwana asifiwe sana. Yesu alijivuta tu kando, akaombea imani yao. Bwana asifiwe sana. Akaombea imani yao. Alijua imani yao iko dhabiti. Haleluya. Huyo shetani hataweza wanafunzi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Let's read that verse in the book of Luke 22 verse 1. Tena haraka msomaji wangu sababu wakati. Verse 1. Luka 22:1. Luka mlango 22 mstari wa 31. Yes. Nasema, akasema, Simioni, Simioni, Yeah. Tazama, Shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano. Lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitingike, nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Praise the living God. Rudia tena. Ndio ujue spiritual warfare haijaanza na mimi. Haijaanza na wewe. Haijaanza saa hii. Hata wakati Yesu alikuwa hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale wanafunzi ambao alikuwa amewachagua na wakawa wanafunzi wake na wafuasi wake, shetani alikuwa pia anawatamani. There was warfare even in the times of Christ. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata wakati Yesu alikuwa hapa duniani, hajamaliza ministry yake, the warfare was there against the disciples. Bwana Yesu asifiwe sana. Warfare is old
as Christianity is concerned. Warfare is as old as creation is concerned. That's why you see Adam and Eve walikuwa upande wa Mungu, but they never knew about the spiritual warfare. Bwana asifiwe sana. If they could have obeyed what God said, maana faith is hearing and doing what God said. Bwana asifiwe sana. But our spiritual parents, Adam and Eve, they never knew the secret of faith. Bwana Yesu asifiwe sana. They never knew, they never obeyed. If at all they could have obeyed the commandments of God. The commandment of God is there, representing the word of God. Now, faith is doing what God says. Faith is agreeing with God. Bwana asifiwe sana. But they never agreed with God. So they never had faith. So the devil had a very fair legal ground to attack them. Bwana asifiwe sana. And they fell apart. They fell apart. So warfare, spiritual warfare, is old as creation is concerned. Ndipo zinapata tu wakati wa Yesu. Bible says kwamba shetani amewatamani. Read that. Akasema, Simeoni, Simeoni, tazama, shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano. Amewataka ninyi wanafunzi wangu awapepete. That was warfare. Awapepete kama vile ngano. Hallelujah. Awasagasage, awaharibu. Ametamani achilie silaha zake, achilie mishale yake, achilie mashambulizi yake kwenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Yesu anasema nini? Mimi nifanye nini? Lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitingike. Nimekuombea wewe. Si kuombea wewe kwamba usiweze kupata na hayo. Si kuombea wewe kwamba uondolewe duniani. Haleluya. Si kuombea wewe kwamba ati nimezuka kwa damu yangu. No. Nilikuombea ili imani yako. Nimeombea imani yako. Nimeombea imani yako isitingike. Isitingike. Haleluya. Maana nilijua imani ya Petro ikiwa sawa itakuwa ni shield. Na kama shetani ataachilia hizo mishale, haitaweza kutingisha wanafunzi wake. Haitaweza kutingisha na kuharibu kazi ambayo Yesu ameanzisha katika dunia hii. Alijua wanafunzi wake wakiwa na imani atakuwa yuko salama, kwamba kazi njema aliyoanzisha hakika itakuwa salama katika jina la Yesu Kristo. Na hii akajua kwamba yeye ataifanya katika kuombea imani yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Imani, faith versus spiritual warfare. Watu wengi sasa hivi tunawekwa chini. Spiritual warfare imezidi katika manyumba zetu. Spiritual warfare imezidi katika kazi zetu. Spiritual warfare imezidi sasa hivi mpaka it is taking the better side, the better hand against us, because hatujajua kuweka imani katika nafasi yake. We need to stand now. Nafaa tujue imani ni nini katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata wakati huu dunia inalia, serikali za dunia zinalia, Amerika inalia, superpowers zinalia, China wanalia, government zinalia. Yafaa tujue atakayekuwa amejua siri hii, Bwana Yesu asifiwe sana, ataweza kusimama, ataweza kuestablish, ataweza kuwa settled, ataweza kurejeshwa tena. Maana mateso haya ni ya muda tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndipo Peter akajua jambo hili. Ndipo katika kitabu cha First Peter 5 kuanzia pale 8 mpaka 11, Peter akiwa yeye sasa anaongoza waumini the elect, akawa anaongea habari hizi 8 to 11. First Peter 5 8 to 11. Muwe waraka wa kwanza wa Petro 5 kuanzia pale 8. Muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshitaki wenu Ibilisi kama simba angurumaye huzunguka akitafuta mtu ammeze. Bwana asifiwe sana. Sikia, Yesu ameongea
Petro akamwambia shetani amewataka. Shetani amewataka. Kumbuka our warfare, it is Christians versus Satan. Amen. Wakati wa Adam na Hawa tumeona mnyama, nyoka, shetani aliingia ndani ya nyoka, akaja kuharibu mpango wa Mungu katika Adamu na Hawa na akafaulu. That's spiritual warfare. Bwana asifiwe sana. Wakati wa Yesu unamwona hata yeye mwenyewe alipotoka kuomba, baada ya kuomba 40 days, shetani alienda kumjaribu. Bwana asifiwe sana. Utampata shetani katika kila episode. Maana yeye kazi yake ni kupinga kazi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Unamwona tena shetani anamtokelezea wakati Yesu anasema ninaenda Yerusalemu na nitaangukia mikono ya wenye dhambi na wataweza kuniua. Petro anamwambia hautakufa. Akawa shetani anaongea na Petro. Yesu akamwambia shetani nyuma yangu. Kwa hivyo katika ministry ya Yesu pia spiritual warfare zilikuweko. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeona Paulo naye anasema kwamba ati muweze kujua kupigana kwetu, vita zetu si katika damu na nyama, bali katika mapepo wabaya katika ulimwengu wa rohoni. Spiritual warfare. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa imefika wakati wa Peter na yeye. Peter anaongea, anasema muwe na kiasi. Muwe na kiasi na kukesha. Kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi kama simba ngurumaye. Kama kuzunguka akitafuta mtu ammeze. Goja. Ameambiwa kama simba. Lakini si simba. Take note. Sana tuliongea Yesu ndiye simba. Na sisi ni ndugu ya nani? Kwa hivyo sisi ni simba, ni sisi. Msikilizaji wangu, tazamaji wangu, yeye anaguruma kama simba lakini si simba. Wewe ndiye simba. Mimi ndiye simba. Sisi ndio nafaa tugurume. Kitakacho kutusaidia kuguruma ni hiyo imani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu ambao kitazima mgurumo wa shetani uwe hata kama alikuwa anafikiria anaguruma kama simba, kitakachosaidia kuguruma kwake kubaki kama kubweka kwa umbwa, niyo imani yako. Hujanielewa nasema nini? Umbwa hata kama atabaki wabweke hawezi kumatch mgurumo wa simba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo what the devil does, he does not roll, lakini anabweka. Lakini imani yako ndio utabadilisha mgurumo wa shetani uwe kubweka kama kwa umbwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Anasema muwe na kiasi, maana kama kuwa mshtaki wenu ibilisi agurumaye huzunguka. akitafuta mtu ammeze. That is spiritual warfare. Kumezwa, spiritual warfare. Wakati wa Yesu walitaka wapepetwe. Wakati wa Petero wanataka kumeza. Hallelujah. Look at those things. The church should be alert. Bwana asifiwe sana. Leo ndio kaza shetani mpaka sasa. Hiyo ndio what the devil is doing to your marriage, to your business, to your children, to the church, to your ministry. Kazi yake anataka akupepete. Kazi yake anataka akumeze. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sisi hatutamezwa katika jina la Yesu Kristo. Hautamezwa katika jina la Yesu Kristo. Maana today utainuka na kibao cha imani. Ambacho imani ni silaha ambao inaweza kuzima mishale ya adui shetani katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Endelea kusoma. Nanyi mpingeni huyo mkiwa dhabiti katika imani. Sikia, huyo kupingwa kwake ni kuwa dhabiti katika imani. Haleluya. Mkiwa dhabiti katika imani. Imani inafanya kuguruma kwa huyo shetani kuwe ni kubweka. Hallelujah. Because when you have faith, you are like the Lion of Judah. Jesus Christ aliyeguruma hapa duniani akafa sababu yetu, akatuokoa
na haikumalizia pale, akashuka mpaka kuzimu. Akaguruma katika mahali shetani amefungwa, akamwambia ekelea funguo hapa haraka. Haleluya! Maana wewe si simba, mimi ndiye simba. Bwana Yesu asifiwe sana. Akachukua ufunguo na akamfungia. Funguo hii akuletea wewe ili ufananishwe na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. That is faith. Endelea kusoma. Mkijua ya kuwa mateso yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Praise the living God. What is happening today ili si kitu ambacho kimekuweko hakiko. Hata mbingu na Mungu mwenyewe anajua what is happening. Bwana asifiwe sana. But what is happening haifai sisi kutoa katika njia za Mungu, ama haifai kutushinda sisi tukijua siri ya imani. Na Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza na kuwadhibitisha na kuwatia nguvu. 11. Uweza una yeye hata milele na milele. Amina. Praise the living God. Hata sai uweza uko na Mungu. Hata sai uweza uko na Mungu. Dunia itingishwe, corona inuke, shule zifungwe, biashara ziende chini, uweza uko na Mungu. Na sababu ya imani hatutaweza kuinua corona tena na hali zetu. Tutainua Mungu wetu. That is faith. We are going to put the word of God into work. Hallelujah. Tutaweza kudeclare na kudecree in each and every situation. I pray for the Holy Spirit to bring the right word in the kind of challenge you are going through. That word we declare. Your word uweze kudecree. Your word usimamie. That is faith. Bwana Yesu asifiwe sana. Why? Because faith is not waiting for God to work. Faith is not waiting for God to work, but is putting God's word. It is putting God's word into work. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm coming again on it. Faith is not waiting for God to work. But faith is putting God's word to work for you. Hallelujah. Hallelujah. That is committing God to fulfill his promises. You take the word of God, you put it in that challenge. Na unajua what happens ni kwamba wakati unapitia hali fulani, the Holy Spirit will bring you the right word according to the challenge that you are in. Bwana Yesu asifiwe sana. And that word, when the Holy Spirit brings up, now that word generates faith. The faith which is now the armor, which is now the shield. Amen. Praise the living God. Unashangaa kumeendaje? Why? Because you've taken the word of God and you put the word of God into work. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the living God. Tunaona this man called Peter anamwambia your faith, after you have faith, after umepitia ile hali, God of all grace will establish you, will restore you, will settle you, and also will strengthen you. Bwana Yesu asifiwe sana. In other words, it says your faith will establish you. Your faith will settle you. Your faith will restore you. Your faith will settle you. Katika jina la Yesu Kristo. The faith now will establish the church. Our faith will establish our businesses. We restore our economies. Bwana Yesu asifiwe sana. Our faith will settle the church. Will settle our nations. Will settle our families. Bwana Yesu asifiwe sana. Faith, faith, faith. Haijalishi tumepitia hali gani, but we need to generate faith. Because this faith will establish, restore, settle, and also strengthen us. Katika jina la Yesu Kristo.
Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akiwa kule juu mbinguni halali, hakai tu, kazi yake ni kutuombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Je, ulijua anatuombea nini? Yesu hatuombei wokovu wetu. Haleluya. Yesu hatuombei wokovu wetu. Haleluya. Yesu hatuombei sisi kujua the will of God. Hello. Yeah, hatukumushi the will of God. Yesu anatuombea imani yetu. He is in the heavenlies, sitting in the right hand of God. Kazi yake ni kuombea watakatifu. Kazi yako ni kuombea wewe, ni kuniombea mimi, ni kuombea kanisa. Hata wakati huu ambao kanisa zimefungwa, hata wakati huu hatuendi kwa ibada, I want to assure you, our Savior, hey, our Savior, the Son of God, who died for us, He is interceding for me. He is interceding for you. Bwana Yesu asifiwe sana. He who is the starter and the finisher of our faith, every day, every hour, every minute, He is interceding for you. He is calling for the Holy Spirit to give you the gift of faith. Aliombea Petero. Hallelujah. Aliombea imani ya Petero. Hallelujah. Hata leo naombea imani yako. Hata leo naombea imani yangu. Hata leo naombea hii kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliombea imani ya Petero na akamwambia ukiondoka uimarishe ndugu zako. Alikuwa anaombea habari ya kanisa ambalo alikuwa nalo. Aliombea imani ya wanafunzi wake. Hata leo Yesu yeye mwenyewe anatuombea. He is praying for our faith and warfare. Yesu ajalala akiwa kiti cha enzi, anajua alikutana na warfare hapa duniani, na akajua pia sisi, hata kama sisi tumemwamini, kuna vita na hatuwezi mpaka yeye atusaidie, na vile hawezi kushuka na kae na sisi hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye anaombea imani yetu, anaombea imani yangu, anaombea imani ya kanisa, anaombea imani ya nchi katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. I want to bring you the scripture where God does not pray. God prays for our salvation. Hallelujah. The book of John 6:44. John 6:44. Inakuonyesha what God does. He is very much concerned with our salvation. Hakuna mtu ambaye anaokoka pasipo yeye kuvutwa na Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Vipi Mungu anavuta mwanadamu kwa wokovu? You know, divinity and humanity, they meet in the platform of prayer. Bwana Yesu asifiwe sana. When God wants to reach us, He speaks to us, and He speaks to us through prayer. When we want to reach God, we speak to our God, and it's through prayer. Bible says in the book of John 6:44. Yohana Mtakatifu mlango wa 6 mstari wa 44. Yes. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba aliyenipeleka. Nami nitamfufua siku ya mwisho. Yesu anasema hakuna mtu anayekuja kwangu, inamaanisha hakuna mtu ambaye anaenda kuokolewa na Yesu. Bwana asifiwe sana. Ule msalaba ambao ni wokovu wetu, hakuna mtu anaweza kuja kwa Yesu. Hakuna mtu anaweza kumwamini Yesu. Hakuna mtu anaweza kuokolewa na Yesu asipovutwa na Mungu Baba. That's the work of God. He is concerned with our salvation. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Holy Spirit naye kazi yake ni kutusaidia kuomba kulingana na mapenzi ya Mungu. Hiyo ni kazi ya Holy Spirit. Kila siku anatuombea. Kila siku ukiingia kwa maombi, na ukumbuke Mungu yeye anatuvuta kwa Yesu akiwa mbinguni, akiwa nje yetu, maana sisi ni wenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Roho Mtakatifu, haleluya, yeye hutuombea akiwa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. The book of Romans 8:26 and 27. Romans 8:26 and 27. He groans while He is inside us. Praise the living God.
mstari wa 26 na 27. na 27 inasema, Yeah. kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, Hutusaidia udhaifu wetu. kwa maana hatujui kuomba Hatujui kuomba jinsi tupasavyo, jinsi tupasavyo. lakini Roho mwenyewe Eh, hutuombea kwa kuugua eh, kusikoweza kutamkwa. anaugua kwa sauti ambayo iko ndani yetu, haiwezi kutoka, lakini iko ndani yetu. Na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Huyu Roho anatuombea sisi kama vile apendavyo Mungu. He intercedes for us according to the will of God. That's the work of the Holy Spirit. The work of God the Father is to pull and to draw us to Christ Jesus. The work of the Holy Spirit is when we have believed and accepted Christ as our Savior. He gives us now the gift of the Spirit of God. Hallelujah. And then He resides in us. And all through maisha yetu ye Roho anatuombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini na Yesu alipotuokoa aliweza kwenda juu mbinguni. Alikufa kwa niaba yetu, akashtakiwa kwa niaba yetu, akafa kwa niaba yetu, akafufuka kwa niaba yetu, akaenda juu mbinguni na amekalia kiti cha enzi. Haleluya. Na kule kiti cha enzi hakai tu, bali yeye anafanya kazi ya kutuombea. The book of Romans 8:31-34. Romans 8:31-34. Warumi mlango wa 8 kuanzia mstari wa 31 mpaka 34. Basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu, Yes. ni nani aliye juu yetu? Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote. Yes. Atakosaje kutuhurumia na mambo yote pamoja naye? Ni nani atakaye washitaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuwahesabia haki. 34. Nani atakaye wahukumia? Ni nani atakaye wahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, naam, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yupo mkono wa kuume wa Mungu. Tena ndiye anayetuombea. Yeye ndiye anayetuombea. Hapa kuna mashtaka, tunastakiwa. Bwana asifiwe sana. Kumbuka Petero aliongea habari mstaki wenu Ibilisi. Somebody unashikanisha hiyo. Mstaki wenu Ibilisi, the master of our warfare, the master enemy, the arch enemy. Hallelujah. Sasa yeye ni mstaki wetu. Kila siku tunastakiwa. Hata leo unastakiwa. Pastor leo unastakiwa. Mzee wa kanisa leo unastakiwa. Ndoa yako inastakiwa. Maisha yako inastakiwa. Bwana asifiwe sana. Lakini maandiko yanasema kwamba ni nani atakayewastaki? Hili warfare nao. Ni nani atakayewastaki? Anatuambia Kristo yeye ndiye alikufa. Hatuwezi kustakiwa adhabu yote, maana Yesu ndiye alikufa. Kwa hivyo alikufa kwa niaba yetu. Akafufuka. Na sasa hii ako katika mkono wa kuume wa Mungu Baba. Na sikukaa tu, bali yeye anatuombea. Praise the living God. What does he do? What is he interceding for? He is interceding for our faith. Ambia jirani, imani yako Yesu anaiombea. Imani yetu Yesu anaiombea. Hatutashindwa. 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 Maana yeye anatuombea. Na alishinda. Akina Petero alishinda. Hata sisi tutashinda katika jina la Yesu Kristo. Si wakati kuvunjika moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ni wakati tukajua imani. Imani inatumika sana katika spiritual warfare, vita vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. So I want now
to give you, nikimaliza, the process of faith application. Maana umejua na hujajua kwa nini lazima upitie hiyo hali ngumu, hiyo hali ya mateso. Ni kwa nini? There is what is called faith application. How does we apply faith? How does we apply faith? Tumesikia faith inatumika kama silaha. Na ukiwa na silaha, mtu wa Mungu, unatumia silaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Itafika wakati utainua ile silaha kwa mikono yako. If you are the best commander with the best and sophisticated armor or weapons, and then you carry them, ushike tu bunduki unatembea nayo, ushike tu panga utembee nao, ushike tu bomu utembee nazo, kuzibeba hizo vitu hazitakupatia ushindi katika vita. Na hapo ndipo kanisa hapa tuambiane, as much as we are in faith walk does not give us a guaranteed victory in the warfare. And that's why the church is losing, because the church haijajua kwamba ijapokuwa silaha, imani ni silaha, mojawapo ya silaha, kanisa haijajua. Imefika wakati ile silaha itumike. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nimeamini Kristo, yes. Nimeokoka, yes. Lakini I'll tell you, as much as faith is one of the armors of God, as much as faith, it is the shield that will quench the fiery darts of the evil one in the evil day. You need to hold it to the right position. You need to put it in the right position. You need to be behind the shield. Hauwezi tena kuweka na utembee uyache. Bwana Yesu asifiwe sana. Utalipuliwa, utagongwa, utalimwa. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. So there is what is called faith application. I, as a believer, you as a believer, you need to know, now I have faith, yes. If faith si ya kubeba kwa kibeti, if faith si ya kubeba kwa wallet, if faith lazima nifanyize kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo ndipo nasema the process of faith application. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 1, conception. Process number 1, conception. Kuumbika, kutungika. Hiyo ndio ya kwanza. Lazima uwe available. Lazima uwe mahali pale ili uweze kupokea neno la Mungu ambalo litakupatia ufunuo wa mpango wa Mungu na nafasi ambao Mungu amekupatia katika mpango wake wa uumbaji. Bwana Yesu asifiwe sana. So you have to be in the stage of conception. Lazima usikie neno. Hawezi kuassume kwamba wewe uko na imani na hujakaa katika nafasi ya conception. Lazima ile imani izaliwe. Hallelujah. This is whereby you get the inspiration and you get the revelation from the word of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Why? Wakati unapitia challenge, wakati unaishi katika dunia hii, kuna challenges, changamoto. Nakumbuka nilikwambia your faith will outlive your challenges. Lazima ukae mahali ambapo utajiweka vizuri. Ndio Roho Mtakatifu naye ambaye ako ndani yako na anajua mafumbo ya Mungu, na yeye ndiye anahudumia kanisa. Aingie ndani yako, ndiye alete ndani ya moyo wako lile neno ambalo unahitaji la kuzaa imani ndani yako ya kuwithstand hiyo challenge ambayo uko nayo sasa. Remember, I told you about faith. Inatokana na the word of God.
tukasema the word of God, it is the seed. Moyo tukasema is the womb. Bwana asifiwe sana. The Holy Spirit anahitaji moyo ulio tayari, uliotayarishwa ndiye alete the right word. Mbegu ndio ile mbegu ikianguka katika uterus, keuka katika utumbo wa kizazi, iweze kutana na hizi, iweze kuumba, kuwe na kumbika kwa kiumbe ambacho kinaitwa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. That is stage 1. Stage number 2, tunaona it is the incubation. Kama vile mama anashika mimba, kuna miezi kadhaa inaitwa miezi 9. Hiyo miezi ni ya kulea ule mtoto ndani ya tumbo. Bwana asifiwe sana. Mtoto analelewa ndani ya tumbo. Mazingira yale ambayo mtoto ako ni mazingira si ya kawaida. Bwana asifiwe sana. Si mazingira yote. Why are we conceiving our faith na inakufa ovyo ovyo? Hatujajua mazingira ambao tunapeleka imani zetu. We are exposing the fetus faith to the situations ambazo kuna baridi. Kuna situations ambazo kuna shock, inatingishwa mpaka anakufa. Kabla hajafika wakati wake anazaliwa, na akizaliwa kabla wakati wake inaitwaje? Ile mtoto akizaliwa kabla wakati wake ni itwaje? Bwana asifiwe sana. Nakwambia tukimaliza, kuna watu walianza lakini hawajamaliza. Kanisa lilianza lakini hajamaliza. Bwana asifiwe sana. Kwa nini? Imefika wakati wa mimba kutoka. Mimba inatoka kabla wakati wake. Inaitwa nini? Miscarriage. Faith. Unapata Mkristo ameanza, haendi mbali. Ameanza sababu ya kusukumwa na hali fulani, lakini haendi mbali. Kuna miscarriage inakuja. Bwana asifiwe sana. Faith, mtoto anatoka. Na anatoka kabla wakati wake. Because miscarriage is giving birth to a what? To a not full-grown child. Amen? Now, this incubation, it is the time you concentrate, una take care. Mama akiwa na mimba anajizuia mambo mengi sana. Si kweli? Anajizuia mambo mengi sana. Haendi kila mahali. Hali kila kitu. Hani kila dawa. Hallelujah. It is time for concentrating on the promise. Hata nguo unaovaa, hata viatu unaovaa, chakula unachokula ni chakula ambacho kitasaidika kulea ule mtoto. Bwana asifiwe sana. The same case applies to faith. Ukianza kuamini, kuna mazingira hautaenda. Hallelujah. Kuna watu hautatembea na wao. Hallelujah. Kuna vitu hautafanya. But you see, as Christians, hatujajua how the process of faith. So inakuwa miscarriage, inakuwa aborted, inatolewa kabla ya wakati wake. Bwana Yesu asifiwe sana. That will be not our portion. We are going to carry our faith up to the top. Lazima tuone, lazima tushinde, lazima tufikie malengo ya Mungu. Na hapo ndipo unasikia kwamba your faith will establish you. Your faith will restore you. Your faith will settle you. Your faith will strengthen you. Haijalishi wewe iko kiasi gani, faith is quite applicable. Bwana Yesu asifiwe sana. In the incubation process, the surrounding must be ready to absorb any shock. Hallelujah. It should be very ready to absorb every shock. Mtoto
mtoto akiwa ndani ya tumbo la mama amezungukwa na maji fulani. Bwana asifiwe sana. Hata mama akiinama, yule mtoto ako sawa. Hata akianguka, mtoto ako sawa. Kwa nini? Ako na amniotic fluid ambao inamzunguka yule mtoto. No shock can kill the child. Hata akaanguka, bado ako sawa. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Faith application. Process of application. That should be there. Lazima tujue. Lazima tuwe na shock absorbers. Because shocks will come. Bwana asifiwe sana. I'm telling you, my brother, my listener, shocks will come to shock you out of your faith walk. But if you know the process of application, the process of incubation, at the time you need to surround your faith with what is called spiritual amniotic fluid. Praise the living God. Amen. This is the time whereby that fetus, that embryo, that growing child is being protected. Bwana asifiwe sana. Anakuwa lakini yako ndani. Hata kama kuna baridi hasikii baridi. Hata kama mama atanyeshewa, hasikia jui, hanyeshewi. Haleluya. Hata kama mama anafanya kazi, yeye anaendelea kulala. Bwana asifiwe sana. Na akikuwa na ikifika wakati ambao amekuwa sasa, stage ya mwisho inaitagwa delivery, kuzaliwa. Sasa hapo wapendwa, hii delivery, it is just like the time when a mama or a woman will conceive a child. She'll be nurturing the child in her womb. That is incubation. And when time comes for the child to be born, praise the living God, amen, that woman will have to do something. That woman has to come out of her senses. That woman will experience a lot of things, from pain to a lot of things. Bwana asifiwe sana. But even though there is pain, she will have to do something. The doctors, all the machines, all the surrounding now inazima. Anabaki mama sasa asukume mtoto mpaka azaliwe. Hey, even the money the bank haimsaidii, the possession katika kazi yake haimsaidii, even the husband, mtoto huo baba wa mtoto hawezi kumsaidia. Ni mama yeye mwenyewe ajikusanye with what she can to push the child. Hallelujah. If she does not push the child, she might die, or the child might die, or they might die, both of them. Not because of the doctor, because of herself. That is how faith is. The process of delivery. This is the law of violence. You need to push. You need to push. Lazima useme mimi sifi. Lazima useme hapa ni kwangu. Lazima usimame kama yule mwanamke ambaye alipush yule kadhi pale akampatia vitu zake. The point of delivery. The church should know. Imani yetu lazima tusimame. Bwana Yesu asifiwe sana. It is called the delivery point, the law of violence. Bwana Yesu asifiwe sana. By actions. James says in the book of James 2:17 says, faith without works is dead. Look at here now. Faith without work is dead. It is dead. Faith without work is dead. Praise the living God. Why now? The action point. The action point. What you believe, you need now to act what you believe. And I've told you, faith is not waiting upon the Lord. It's not waiting on God. It is putting the word of God into action. That is now the law of violence.
Point number 3, nature deliverance. The other thing you do, it is by confession. You confess. Romans 10 says, when you believe and you confess, when you believe and you confess, you get saved. Praise the living God. It's not just believing. It's not just believing in the heart. But you have also to confess by your mouth. This is now the process of faith application. Conception, incubation, and delivery. Having known that process, we are good to go. Praise the living God. Hallelujah. My listener and my viewer, faith application. The church must wake up and apply now faith. The church should know the three stages of conception, incubation, and delivery. Just like how a woman got to a labor room to get delivered. How she is, all eyes on her, all prayers on her, everybody waiting on her, because it's the high time she need now to apply the last action to bring forth the child. That is how the world and heavens are waiting for the church to do at this point. Rise on your feet, because I want to pray with you. Nataka niombe mtu sahi. Mimi sijui uko wapi. But what I know and believe is that this word, through the Holy Spirit, has ministered to you and to me. Mahali uko, just tell God, natamani kaweze kunisaidia. Natamani hicho kipawa cha imani. Natamani nikaweze kujua siri kubwa hii ya imani. Maana nimejua hii imani ndio itakonisaidia. Open up. Fungua moyo wako, fungua kinywa chako, mwambie Bwana, ninajua kila moja tumepitia hali ngumu, tumeteswa, lakini leo nimetuambia baada ya muda mfupi, Mungu mwenye neema yote ambaye wewe uko na yeye atashuka na kututengeneza, kututia nguvu na kututhibitisha, maana uwezo uko na yeye. It is your faith. Baba nakushukuru. Baba nasema ni asante. Ni kwa ujumbe, ni kwa ufunuo ama umeachilia siku ya leo. Ukatukuzwe na ukaabudiwe na ukapenda sifa, maana wewe unastahili, katika jina la Yesu Kristo. Msikilizaji wangu, tazamaji wangu, mama huyu, mzee na kijana, mtumishi wako na watumishi wako na kanisa, utusaidie Baba yangu, uachilie ufunuo huu, neno hili kalifuatilie Baba yangu, maana hakika bila imani hatuwezi kushinda. Yesu naye tuombea, uliombea mtumishi wako Petero, na hakika aliweza kuongoka. Ndio maombi yangu, ndio maombi yetu, utuombee kwa wakati huu ambao dunia imetingisika, ambao chama tujui itakuwaje siku ya kesho. Tumaini leo tuliko ni kwako, maana wewe unaweza Baba yangu, katika jina la Kristo. Tumestakiwa adhabu, tumeweza kustakiwa vifo, maswali yameulizwa, lakini wewe Yesu ulikufa kwa neema yetu. Kwa hivyo sisi ukiwa upande wetu, tuwashindi katika zaidi ya kushinda. Hautaogopa kifo, hautaogopa kuwa uchi, hautaogopa kuinukiwa, hautaogopa adha, hautaogopa hata naokuja. Maana tumetambua leo umetupatia siri ya kuwa na imani katika chini ya jua, sababu ya kutushindania katika vita hivi. Unastahili sifa na kuabudiwa. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba hata na kuamini. Amen. Basi msikilizaji wangu na mtazamaji wangu mahali ulipo, tunasema tu Mungu akubariki kwa kuchukua nafasi hii na fursa hii kusikiliza ama kushirikiana na sisi katika ibada hii.
once again welcome you to this church, Holy Spirit Fellowship. Tuko Mombolulu. Tuko na branches uko pande za Juna Mombasa. Tuko na branches zingine uko pande za Meru, pande za Bombo. Mtwapa pia tuko. Malindi tunaenda. Meru tuko, Magongo tuko. Tunakaribisha. Holy Spirit Fellowship iko na nafasi yako. God bless you. Na Mungu akubariki. Tuendelee kutupata tena katika YouTube yetu Holy Spirit Fellowship, ama katika Facebook page yetu Holy Spirit Fellowship, ama katika Twitter. Mungu akubariki. Katika hizo utapata namba zetu ambazo ni prayer line. Unaweza kutupigia, unaweza kuuliza hata njia kuja mahali hapa, utapata maelekezo mazuri. Na maana kunafunguka na tunafunguliwa, maana tunaomba tutazidi kuomba, tumeukaribisha. Mungu akubariki. Shalom. God be with you. Amen. 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 I worship you. I worship you. You are here, meeting every need. I worship you. I worship you. Oh, de 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 de, bo shande amazeke ane.